ni kubainisha uongo wa Mashia. Hassan hakumuunga mkono baba yake kuhama kutoka Madina kuhamia wapi? Kufa. Hakumuunga mkono, alimkatalia na akamwambia kwamba hili jambo unalolifanya hili linafungua mlango wa shari. Linafungua mlango wa shari. Huwezi kuwasha mji wa Mtume ambao wanaishi masahaba wengi, uende katika mji wa Kufa ambao asli ni watu ambao hawakuwahi kumdiriki Mtume kabisa. Mji wa Kufa hata Umar alikuwa haupendi, na hata baada ya masahaba wengi walikuwa hawaupendi. Ni katika miji ya zamani ambayo inazungumzwa kwa ubaya sana. Sababu kubwa ya mji wa Kufa kuwa katika mazingira yale, asili ya mji wa Kufa ni kambi ya jeshi. Umar bin Khattab kipindi anamtuma Saad kuna kuikomboa Iraqi na kuikomboa Furs, walikuwa wanapiga wanatafuta sehemu wanaweka kambi. Kwa hiyo miongoni mwa sehemu ambayo Saad aliona ni sehemu nzuri sana ya kuweka kambi ili kuwa wanapeleka majeshi afu wanarudi wanakaa pale, hakuna tena kurudi Madina, ni katika mji wa nini? Wa Kufa. Kwa hiyo ikawa wameweka kambi pale ya kijeshi, wanatuma vikosi vinakwenda vinakomboa miji, wanakamata watu. Wakikamata wale watu wanawaleta wale mateka, wanawaleta katika mji wa Kufa. Umar anawaambia msiwalete huko, kaeni nao huko huko. Kwa ule mji wa Kufa ule hauna mwenyeji rasmi. Kuna makabila ya Waarabu mbalimbali na makabila yasiyokuwa ya Waarabu pale yapo. Kwa ni mji ambao una mchanganyiko wa tabia, na ndio maana watu wake kihistoria ni watu wasusuwavu sana. Sasa kwa kuwa Hassan anafahamu hali ya mji wa Kufa, hali ya baba yake kwamba unatoka hapa Madina unahamia katika mji wa Kufa na wewe ndiye khalifa, ina maana ya kwamba hapo ndo patakuwa makao makuu ya Uislamu. Hili jambo sisi tuliungi mkono, lakini kwa kuwa ni kiongozi na yeye ndio mzazi alishaamua hilo jambo, akahamia katika utawala ambao uligubikwa na machafuko, uligubikwa na ghasia nyingi. Ni utawala wa Ali bin Abi Talib, na ndio maana huwezi kusoma katika historia ukasikia katika utawala wa Ali kuna mji aliwahi kuukomboa, mji kikafiri, kwa sababu kuanzia anapata madaraka mpaka nakufa vita ni baina yake na Waislamu wenzake. Vita ni baina yake, na akimaliza jambo hili linatokea hili, akimaliza hili linatokea hili. Mpaka siku moja Ali bin Abi Talib alikuwa amekaa na mtoto wake Hassan, akamwambia ya Hassan, lawaditu anni mitu qabla hadha bi20 sana. Ewe Hassan, ninatamani mimi wallahi ningekufa kabla ya haya matukio kwa miaka 20 kabla, kutokana na namna utawala ulivyogubikwa na ghasia mbalimbali. Sasa hapa huwa tunapenda kuuliza swali kwa Mashia. Mashia wanaamini ya kwamba Ali ni maasum, hakosei, hasahau, hatakii kukosea, hatakii kusahau. Hassan ni maasum, hakosei, hatakii kukosea, hasahau, hatakii kusahau. Hii ndio itikadi ya Mashia juu ya maimamu wao. Sasa hapa huwa wanaulizwa swali hapa na huwa hawezi kulijibu, baina ya Ali na Hassan juu ya kutoka Madina kwenda katika mji wa Kufa, ni nani ambaye alikuwa yuko sahihi zaidi kuliko mwenzake? Ukisema Ali alikuwa yuko sahihi zaidi, sawa, ina maana Hassan alikuwa amekosea, kwa hiyo si maasum. Ukisema Hassan alikuwa yuko katika usawa, ina maana Ali alikuwa katika makosa. Na kuonyesha kwamba Hassan alikuwa katika usawa ni majuto ya Ali bin Abi Talib sasa baada ya kuhamia Kufa, na namna hali ilivyokuwa mbaya, akawa anakumbuka nasaha za mtoto wake kwamba asingelifanya hili jambo, kuonyesha ya kwamba
maamuzi aliyofanya hayakuwa ni maamuzi sahihi. Ali bin Abi Talib baada ya kuhamia katika mji wa Kufa na akahamia pale kwa maana ikawa ndio makao makuu ya Uislamu, aliuawa kama tulivyoelezea. Alipouawa utawala wake ulikuwa ni miaka 4 tu, kuanzia mwaka 36 mpaka mwaka 40. Utawala wake ukawa umekoma. Baada ya kuwa ameuawa, wale watu wa mji wa Kufa wale wakampatia bai'a mtoto wake Hassan kwamba huyu utakuwa ni kiongozi. Kumbukeni ya kwamba nimewaambia baada ya Uthmani kuuawa, Waislamu hawakuwahi tena kukaa pamoja. Kila tatizo likitokea likimalizwa inatokea lingine. Kwa hata ule utawala wa Hassan alipokuwa Said Ali ni mtawala na yeye kiongozi wa Waislamu, hali ya kisiasa haikuwa ni hali nzuri, ilikuwa ni hali ya mivutano. Pakatokea mvutano baina yake na Muawiya. Inshallah miaka ya mbele kama Allah atatupatia uhai na afya, tutakuja kuelezea sababu iliyomfanya Hassan kujiuzulu katika utawala, sawa, na kumwachia Muawiya madaraka. Yako mambo yalipita pale baina ya Uislamu na pakawa pana harufu kama vile kuna mapigano yanaweza kutokea. Hassan akaona kutokana na historia ya watu wa mji wa Kufa jinsi ilivyo na kulingana matukio yaliyojiri huko nyuma katika vita vya Jamal, vita vya Siffin, makhawariji wale, mimi sitaki na kuingiza Uislamu katika mapigano. Kwa hiyo ikambidi yeye amwite Muawiya, wakazungumza kwa siri. Kisha baada ya hapo Hassan akamwambia Muawiya, mimi nataka nikukabidhi wewe ndio kiongozi, kwa sababu hapa tunapokwenda tutakuja kupigana. Halafu Hassan akiwaangalia wale watu wa mji wa Kufa wale namna jinsi walivyo, hawezi kumtetea, sababu ni watu kama tutakaposoma huko mbele katika historia ni waongo, na mtu kishakuwa ni muongo tu, sawa, lazima uwe unafanya ahadi, ni mtu wa khiana. Ni vitu ni sifa mbili ambazo zinaambatana, uongo na khiana. Hizi ni sifa za watu wa Kufa. Lakini sifa ya tatu ni watu waoga sana katika vita. Jadi swala kukimbia vitani na kukuacha wewe peke yako ni jambo la kawaida. Hali kishakuwa mbaya, wanaondoka zao, wanakuacha wewe na jambo lako. Kihistoria wanajulikana hivyo. Sasa ile harufu ya mapigano ambayo ilikuwa inataka kutokea baina ya Ali na Muawiya, akiangalia matukio yaliyojiri huko nyuma, Waislamu walivyokuwa wakipigana wakawa na uwana, akiangalia hali ya watu wake wa mji wa Kufa namna tabia zao zilivyo, akaamini ya kwamba hapa nikiingia katika mapigano kwanza lazima mimi nitapigwa. Ndio jambo la kwanza. Lakini haoni kama kuna sababu ya kuingiza tena Waislamu kwenye kumwaga damu zao kwa ajili ya kugombania madaraka. Kwa hiyo ameamua kujiuzulu katika nini? Katika yale madaraka. Sasa maudhui yetu sisi leo katika majlisi ya kwanza tumesema tunazungumzia msimamo wa Hussein bin Ali juu ya utawala wa Muawiya na mtoto wake Yazid. Mwaka 40 huo ambao Ali aliuawa na madaraka yakawa yamechukuliwa na Hassan, zilipokuwa zimetokea zile ishara za mapigano, Hassan ibn Ali bin Abi Talib alimuita ndugu yake Jaafar, sawa, Abdullah bin Jaafar, mtoto wa Jaafar ambaye ni mtoto wa ndugu yake, akamwita. Hapo alipomwita tayari usiku alikuwa ameshakutana na Muawiya, wameshazungumza na kwa bwana, mimi hili jambo nitakuachia wewe, utakuwa ndio kiongozi wetu. Akamwita Jaafar
akamwita Jaafar. Akamwambia Jaafar hivi, maelezo haya ninayoyasoma ameyataja al-Imam Ibn Sa'd kwenye kitabu chake At-Tabaqat. Ibn Sa'd ana kitabu kinaitwa At-Tabaqat au At-Tabaqat al-Kubra. Amefariki mwaka 230 Hijiria katika juzuu ya 6. Katika juzuu ya 6 ukurasa wa 385, ukurasa wa 384 mpaka 385 ameelezea hii habari. Hasan alimwita Abdullah bin Jaafar akamwambia hivi, inni qad ra'aytu ra'yan, mimi nimeona rai, wa uhibbu an tutabi'ani alayhi, na ninapenda unifuate mimi kwenye hii rai, nifuate mimi kwenye hii rai. Abdullah bin Jaafar akamuuliza, ni rai gani? Akamwambia, qad ra'aytu an a'mida ila al-Madina, mimi nimedhamiria na nimekusudia kurudi Madina, nataka niondoke hapa katika mji wa Kufa nirudi zangu Madina. Fa anzilaha, nikaishi zangu huko, wa ukhalli baina Muawiyah wa baina hadha alhadith, na nijiweke mbali baina ya Muawiya na haya matukio, kwa maana Muawiya mimi nikae naye mbali, yeye abakie kuwa ni kiongozi. Kwa sababu gani? Laqad talat alfitnatu, fitna zimekuwa ni nyingi, wasaqatat fiha ad-dima, na zimemwagika katika fitna hizo damu nyingi, waqata'at fiha al-arham, na udugu mikatika, waqata'at as-subul, na njia vile vile zimekatika, wa utilat al-furuj, na mipaka imeharibiwa. Hali inazidi kuwa mbaya. Kwa mimi naona kwamba tumwache Muawiya awe ndio kiongozi wetu, sisi tuachane na hili jambo. Jaafar, Abdullah bin Jaafar akasema hivi, jazakallahu an ummati Muhammadin khaira, Allah akulipe wewe kutokana na ummati wa Muhammad, akulipe khairi nyingi sana. Yani kama umeamua hivyo, fa ana ma'aka ala hadha, mimi niko pamoja na wewe juu ya hili jambo. Basi baada ya hapo akamwambia ndugu yake huyu, niitie Hussein, ud'u li Hussein, niitie Hussein. Hussein akaja. Hussein alipokuja, Hasan akamueleza Hussein yale maneno ambayo yalimueleza Abdullah bin Jaafar. Hussein hakuunga mkono kwamba wewe ujiuzulu katika utawala alafu ya madaraka tumpatie Muawiya. Hapana, mimi siungi mkono hilo jambo. Pakatokea majibizano pale, na Hasan akamtamkia Hussein maneno makali sana, na hapa tunapata jawabu la ile anwani yetu ya mhadhara. Sawa, ni upi msimamo wa Hussein juu ya utawala wa Muawiya? Kwamba Hussein hakuunga mkono utawala wa Muawiya wala hakukubali. Kwa hiyo akamwambia ndugu yake hivi, u'idhuka billahi an tukadhiba aliyan fi qabrihi wa tusaddiqa Muawiya, na kuombea ulinzi kwa Allah wewe kumkadhibisha Ali kwenye kaburi lake na kumsadikisha Muawiya. Yani jambo la wewe kukubali Muawiya ndio awe mtawala mkuu alafu wewe ni raia wa kawaida, ni sawasawa na kumkadhibisha Ali, kumfanya kuwa ni muongo, na kumsadikisha Muawiya, kumfanya kuwa ndio mkweli. Yeye haliungi mkono hilo jambo. Hasan akamwambia, mimi nimeshaamua kwamba madaraka nitamkabidhi Muawiya. Hapana, usimkabidhi Muawiya, nitamkabidhi, usimkabidhi. Sawa. Hasan akamwambia hivi, wallahi ma aradtu amran qattun illa khalaftani ila ghairi, na hapa kwa Allah wewe sijawahi kukusudia jambo la aina yoyote isipokuwa lazima wewe utanikhalifu.
kila ninalolifanya mimi wewe ni lazima wewe utakwenda kinyume na mimi. Wallahi laqad hamamtu an uqdhifaka fi baiti, wallahi natamani mimi, ninakusudia kabisa wewe nikufungie kwenye nyumba. Fa utayyinahu, alafu ile nyumba niipake udongo kama vile nimwagie zege, sawa? Nikufungie katika nyumba na ile nyumba niiwekee udongo juu, ukae humo ndani usitoki, hata uqdi amri, mpaka nimalize hili jambo langu afu nikufungulie. Manake nikiendelea na hili jambo alafu wewe unaonekana una upinzani na mimi, jambo haliwezi kutimia. Si upinzani umeshaanzia ndani, na maana tukitoka huku nje huku kuna watu wataniunga mkono mimi, kuna watu watakuunga mkono wewe. Sasa dawa takufungia ndani, utakaa ndani, afu mimi nitatoka nitalitengeneza hili jambo, nikishalimaliza na uja kukufungulia. Hussein aliposikia haya maneno akasema, anta akbar waladi Ali, wewe ndio mtoto mkubwa katika watoto wa Ali, wa anta khalifatuhu, na wewe ndiye khalifa yake, wa amruna li amrika tab'un, na amri yetu sisi ni kufuata amri yako. Fa'al ma bada lak, fanya lile ambalo limedhihirika kwako. Sawa, fanya. Haya maneno kukubali au kukataa? Kubali yaishi, si ndio? Hussein hakuunga mkono sulhu. Kwa hiyo utawala wa Ali, utawala wa Muawiya, so baada ya pale Hassan akatoka akawaita watu, alipowaita watu sawa, akatangaza akamwita Muawiya na akabana, kuanzia leo wewe ndio kiongozi hapa, mimi si kiongozi tena. Ndio bana wanawachuoni wa kihistoria wanauita ule mwaka wa 40 ni amul jamaa, sawa, mwaka wa umoja. Pale ndio kwa mara ya kwanza sasa Waislamu wote wakawa chini ya kiongozi mmoja na hakuna mzozo tena baina yao. Lakini pia hali haikudumu, baadaye pia iliondoka. Kwa hiyo natija ambayo tunaipata katika mhadhara wetu huu wa kwanza, katika majlisi yetu hii ya kwanza, Hussein bin Ali bin Abi Talib hakuunga mkono utawala wa nani? Wa Muawiya, hakuunga mkono. Na ndio maana baada ile sulhu kupita, wale mashia wa mji wa Kufa, mji wa Kufa ni mji wa mashia tokea zamani sana. Wale mashia wa mji wa Kufa walimfuata Hussein zaidi ya mara moja, kwamba wewe tunakuona haujaunga mkono kile ambacho mkifanya ndugu yako, sisi tuko tayari kuungana na wewe kumpindua Muawiya, unasemaje? Hussein akaambia hapana, siwezi, kwa sababu tayari Muawiya ameshakuwa ni kiongozi rasmi wa kisheria. Mimi nikijitokeza nikapinga utawala wake, mimi nina haki ya kuuawa, sawa, kwa sababu ninakuja kuvunja umoja wa Waislamu. Wakamfuata Hassan kumbembeleza kwamba abadilishe msimamo. Hassan akawakatalia. Wanaelezea wanawachuoni ya kwamba kipindi kile sulhu imeshapita na Muawiya ameshakuwa ni kiongozi, kabla ya Hassan hajahama rasmi sasa kutoka zake Kufa kwenda zake Madina. Wale mashia wa mji wa Kufa walimbembeleza zaidi ya mara moja kubadilisha msimamo, na walimfuata Hussein wakamshawishi zaidi ya mara moja kumgeuka kaka yake, na wao wako tayari kushirikiana na yeye kabla Muawiya hajarudi kutoka kwenda Sham, basi wampindue pale pale akiwa katika mji wa Kufa. Hussein akawa anakataa. Ndio siku moja Hussein alikuwa amekaa tayari, kaka yake ameshamwambia bwana, jiandae na safari, tunaondoka tunarudi katika mji wa Madina, hatukai sisi hapa na familia yetu, wameshajiandaa tayari. Wakaingia mashia wa mji wa Kufa, wakazungumza kwa huzuni sana mbele ya Hussein, na
kuonyesha ya kwamba wanasikitika Hassan kumpatia madaraka Muawiya, basi Hussein akawaambia kwamba inna amra Allahi kana qadaran maqdura, hakika jambo la Allah ndilo ambalo ni lenye kukadiriwa na kupita. Wa inna amra Allahi kana maf'ula, na hakika amri ya Allah ndiye yenye kufanywa. Sawa. Kisha baada ya hapo akawaambia kuntu ufaddilu al-maut ala dhalika, mimi nilikuwa napendelea zaidi kufa kuliko hilo jambo ambalo Hassan analifanya. Yani ni afadhali mimi nife kuliko kumkubali Hassan kutoa madaraka kumpatia Muawiya. Walakin akhi azama alayya wa nashadani fa ata'tuhu, lakini ndugu yangu aliniazimia kwangu mimi na kunilazimisha na akaniapiza mimi kumfuata yeye, basi na mimi nikamtii katika hilo. Kisha baada ya hapo akawaambia kwamba kwa sasa mimi siwezi kuvunja tena hii sulhu iliyofanyika, lakini tusubirie Muawiya afe. Muawiya akifariki, kwa sababu kwenye ule mkataba ambao kwenye yale mazungumzo yaliyofanyika baina ya Muawiya na Hassan, miongoni mwa masharti ambayo Hassan alimpatia Muawiya, alimwambia hivi: in hadatha bihi hadathun, ikiwa litatokea tukio la aina yoyote, sawa, wal Hasan hayyun, na Hassan bado yuko hai, kwa maana anakusudia hapa ikiwa litatokea Muawiya amefariki na Hassan bado yuko hai, basi jambo la utawala ima lirudi kwa Hassan, sawa, au lirudi kwenye mikono ya shura. Haya makubaliano yalipita baina ya Hassan na Muawiya. Kwa hiyo Hussein akawaambia hivi: kwa sasa hii sulhu hatuwezi tena kuivunja, lakini kwa kuwa kuna makubaliano yameshapita baina ya Hassan na Muawiya, tusubirie Muawiya afi. Kama Muawiya atakufa, ina maana Muawiya akifa jambo linakwenda wapi? Litakwenda kwa Hassan. Ikiwa Muawiya atakuwa amekufa na Hassan ameshakufa, ina maana Hassan katangulia kufa, Muawiya akapata baadaye, basi hili jambo la uongozi lirudi kwenye nini? Kwenye shura. Ikiwa itatokea Hassan yuko hai na Muawiya amefariki, jambo la uongozi litarudi kwa nani? Kwa Hassan. Kwa hiyo kwa hali ya aina yoyote, kama jambo litarudi kwa Hassan, tayari yale malengo ya Hussein utawala ubakie kwao itakuwa imeshapatikana. Lakini Hassan akiendelea kuwa ni mtawala, kama Hassan akitokea akifa, Hussein kupata madaraka itakuwa ni njia nyepesi. Lakini vile vile ikitokea Hassan amekufa na Muawiya akaja akafa, jambo litarudi kwenye shura. Hussein kwa kipindi kile akiangalia ule mji wa Madina, akiangalia na Shamu yake, akiangalia na Makka, hakuna mtu mtukufu zaidi yake yeye na ndugu yake. Basi hakuna mtu mtukufu, yani hakuna mjukuu wa mtume wa kiume zaidi ya watu hao wawili tu. Kwa alikuwa anaamini kwa 100% ya kwamba jambo likirudi kwa Hassan, sawa, naweza nikapata mimi madaraka, na jambo likirudi kwenye shura, mimi lazima nipate madaraka. Kwa sababu wanaelezea wanawachuoni ya kwamba Hussein alikuwa anapenda madaraka, na hii sio tusi. Kama kizungumza hivi utakuwa umemdharau mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana, katika historia Hussein alikuwa anatamani awe ni kiongozi, na Allah sasa akajalia Hussein hajawahi kuwa kiongozi hata wa nyumba 10, ajilia mbali uongozi wa khalifa. Ule uongozi wa nyumba 10 pia, kwamba ni balozi wa nyumba 10, katika historia hajawahi kupata, wala hajawahi kuwa kiongozi hata wa jeshi
kwamba sasa kuna jeshi limetolewa, bwana Hussein wewe utakuwa ni kiongozi, hajai kupata. Hili halimtwezi wala halimshushii daraja yake. Tunalizungumza hili kwa sababu mashia wao wanaamini ya kwamba Hussein alikuwa ni kiongozi. Hussein hajai kutawala, alitawala nyumba yake tu, mke wake na watoto wake, basi ndio aliweza kuwatawala, lakini hajawahi kushika madaraka ya kijamii katika uhai wake wote. Na ndio maana tutakuja kuona huko mbele, sawa, kitu kikubwa ambacho kilipelekea mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kupenda madaraka. Na hili jambo kama tutakavyoona huko mbele, kaka yake alikuwa kimnasihi sana kwamba achana na haya mambo ya uongozi, achana nayo. Kwa hiyo tukirudi katika mada yetu ni kwamba Hussein aliwaahidi wale mashia wa mji wa Kufa kwamba tuweni na subra, tusubirie Muawiya afariki. Muawiya kifariki, basi tutaangalia jambo la namna gani linalokwenda. Baada ya hapo msafara wa Hassan pamoja na Hussein na ahli baiti wao, watoto zao na wake zao, wakahama rasmi katika mji wa Kufa, wakarudi zao wapi? Madina. Walipofika Madina maisha yakaendelea. Sasa insha Allah katika darasa yetu ya kesho au katika majlisi ya kesho tazungumzia sasa safari ya Hussein, ya Hassan na Hussein kuingia Madina, sawa, na tukio la Muawiya kufariki. Maana mwaka 60 hijiria Muawiya alifariki, lakini kabla ya Muawiya kufariki Hassan alifariki. Hassan alianza kufariki, alipofariki Hassan Muawiya naye akaja akafariki. Sasa baada Muawiya kufariki, utawala wa Kiislamu ukachukuliwa na nani? Na Yazid bin Muawiya. Muawiya alikwenda kinyume na makubaliano, sawa. Makubaliano yalikuwa ni nini? Jambo lirudi kwenye shura, ikiwa Hassan atakuwa amefariki, na kama Hassan yuko hai jambo lirudi kwa nani? Kwa Hassan. Hassan mshafariki tayari. Muawiya bin Abi Sufyan hakulipeleka jambo katika shura. Yeye aliamua kuandika usia na kusema ya kwamba utawala urudi kwa nani? Kwa mtoto wake Yazid. Sasa habari yetu katika darasa yetu ya kesho itaanzia hapa. Kwa nini Muawiya alikwenda kinyume na shura, na upi mtazamo wa Hussein juu utawala wa nani? Wa Yazid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.